Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Jumamosi nyingine Mwenyezi Mungu ametukutanisha hapa, ikiwa ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa Januari mwaka wa 2026. Hiyo kesho itakuwa tarehe 1, na hivyo baada hili neno tutakutana tena na mwezi wa pili, na usikose kuanzia mwezi wa pili na ambao ni Jumatatu tutakuwa tunajifunza zaidi katika kitabu cha Waefeso. Lakini siku ya leo, mtu wa Mungu, ningependa tuweze kujihimiza, ningependa tuweze kujifunza mambo mawili na tuweze kujihimiza, tuweze kupata maarifa ya kimungu, na ninasoma katika kitabu cha Isaya 26. Nitasoma mstari wa 3 na wa 4. Ni kifungu ninachokipenda, na hivyo leo nitafundisha na pia nitaweza kukuhimiza kupitia hichi kifungu. Na Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Baba, ni asante kwa ili neno lako. Zungumza nasi siku ya leo, Jumamosi ya leo. Nena nasi Baba, katuhimize kupitia hili neno, katupe maarifa kupitia hili neno, na zaidi wacha macho yetu yakatiwe nuru, yakaweze kufunguka macho yetu ya kiroho na yakapate kutiwa nuru, na ili tuweze kufahamu zaidi na kumjua Mungu zaidi kupitia hili neno lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno nimelipa kichwa kumtumaini Mungu wa amani. Kumtumaini Mungu wa amani. Ni Mungu wa amani, ni mfalme wa amani, na hivyo unaweza ukamtumainia. Unapomtumainia, jambo moja na ambalo ni hakikisho, utapata amani katikati ya hizo changamoto. Unapomtumainia utapata amani, na no wonder anakuwa anazungumza nasi na anatuambia hivi. Wafilipi, Paulo anapokuwa anazungumza na hili kanisa, anakuwa anawaambia msijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu, wacha haja zenu na zijulikane kwake, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi mioyo yenu na itahifadhi nia zenu. Isipo, Paulo anawaambia hivi, mnaweza mkamtumainia Mungu wa amani, na mkimtumainia Mungu wa amani atawapa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna jambo moja tunafaa kuelewa siku ya leo tunapokuwa tunajifundisha, tunafaa kuelewa ya kwamba amani iko na gharama yake, na kuna watu wamehangaika wakitafuta amani. Amani aina ile tunaweza sema amani aina ile tunaweza sema aina ile tunaweza sema inauzwa kwa kiwango fulani. La hasha, kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema peace is priceless. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo jambo la pili, amani, unaweza ukatoa vyote ili kupata amani. Angalia hata ulimwenguni watu wanatoa vyote na ili wapate amani. Jambo lingine, amani ndilo jambo la ndani zaidi kila mwanadamu analitafuta. Angalia hapa, angalia hata ndoa zimevunjika, watu wakitafuta amani. Angalia makanisa yamevunjika, watu wakitafuta amani. Kwa hivyo amani ndilo jambo kila mwanadamu analitafuta kwa kujitoa. Anaweza akatoa gharama yote ile na ili apate amani. Na hivyo katika huu ujumbe wa leo na mahala tumesoma, unaona Biblia inakuwa inatupa siri ya kupata hii amani, na ambayo tunasema is priceless, na ambayo tunasema ya kwamba ina gharama ya kutoa vyote ulivyo navyo, ambayo tunasema kila mwanadamu, tamanio la kila mwanadamu ni kuishi maisha ya amani. Na hivyo kama Wakristo, Mungu anakuwa anazungumza na sisi. Mahala tumesoma, Mungu anakuwa anatuahidi
amani maradufu. Anakuwa anaahidi watu wake amani maradufu, wanaopitia hali ngumu za maisha, wanaopitia changamoto. Mungu anawaahidi amani maradufu. Na angalia hapa, unapoangalia kuhusiana na hili neno amani, amani kamilifu, Mungu amewaahidi amani kamilifu watu wake wanaopitia changamoto mbalimbali. Tunapokuwa chini ya jua, Mungu ametuahidi amani kamilifu, maana anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Na hivyo ukiangalia kulingana na lugha ya Kiebrania, ili neno amani kamilifu lina undani wake, na hivyo inamaanisha jambo na ambalo haliwezi likavunjika. Inamaanisha utulivu wa akili, utulivu wa akili na ambao hautegemei hali. Sasa tunaweza tukakumbuka huu mstari nimekuambia, Paulo anazungumzia katika kanisa la Wafilipi. Usijisumbue kwa lolote lile. Kutojisumbua, opposite ya kutojisumbua ni utulivu wa akili, na ambayo utulivu ambao hautegemei hali, hautegemei mazingira. Huu ni utulivu ulio kamilifu wa akili na ambao hautegemei mazingira. Paulo anawaambia msijisumbue kwa lolote lile, bali kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu mjuzeni haja za mioyo yenu, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi akili zenu na itahifadhi nia zenu. Na hivyo ili neno amani kamilifu lina undani wake, inamaanisha jambo na ambalo halijavunjika. Pili, inamaanisha utulivu wa akili na ambao hautegemei hali au mazingira. Na hivyo angalia hapa, katikati ya matatizo, katikati ya shinikizo, katikati ya huzuni, katikati ya uchumi kwa ghali, katikati ya mambo kutukia na ambayo yanavurugana, Bwana Yesu asifiwe, sisi tuko na amani. Si eti kwa sababu tuko na amani kwa sababu Mungu ametuahidi, kwa sababu Mungu hajasema atatuliza hizo hali, la hasha, lakini kwa sababu Mungu ametuahidi atakuwa pamoja na sisi katika hizo hali tunazozipitia, katika hizo changamoto, na anapokuwa na sisi, yeye ni mfalme wa amani. Na ndio maana Biblia inatuambia utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Na hivyo siri ya amani kamilifu ni kumtegemea Mungu na ni kumtumainia Mungu. Paulo ndio maana anapeana huo mfano mzuri, wacha kujisumbua, wewe ukabidhi Mungu haja zako. Na hiyo hatua ya kutojisumbua, na katika maombi, katika sala na katika shukrani, mjuze Mungu haja zako, ni kuonyesha unamtumainia, unamtegemea. Na badala yake Mungu anasema kwamba atahifadhi, atalinda. Kuhifadhi, neno lingine, atalinda moyo wako na amani, na nia yako na amani ipitao fahamu za wanadamu. Kwa nini inapita fahamu za wanadamu? Kwa sababu katikati ya changamoto Mungu hajaziondoa. Watu wanapotazama wanaona uko katika changamoto, watu wanapotazama wanaona kuna mambo magumu unayoyapitia, lakini wanashangaa, amani umetoa wapi? Maana ni amani ipitao fahamu za wanadamu, uelewa wa wanadamu. Mungu amekuahidi amani, na hii amani ya Mungu haikuji kwa sababu ameondoa hiyo hali unayoipitia. Inakuja kwa sababu ako na wewe katika hiyo hali, na anapokuwa na wewe katika hiyo hali, maana yeye ni mfalme wa amani, anakupa amani. Mungu wako pamoja na wewe katika hiyo hali, maana unamtumainia na unamtegemea, na badala ya manung'uniko unaenda mbele zake katika maombi na unamwomba, na unapomwomba naye analinda moyo wako, analinda nia yako na amani ipitao fahamu za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo
katika haya maisha. Wacha tumruhusu Mungu awe katikati ya maisha yetu. Acha turuhusu Mungu awe nguzo ya maisha yetu, na tunaporuhusu Mungu awe nguzo ya maisha yetu, awe katikati ya maisha yetu, kwa lugha ya Kiingereza tunasema we make God the center of our lives. Na tutamfanya awe chanzo ama awe nguzo ya maisha yetu. Kivipi? Awe the center of our lives. Tutamfanyaje? Jambo la kwanza ni sisi kumwangalia yeye peke yake. Yesu Kristo anasema hivi, Biblia inakuwa inazungumza na inatuambia tukimtazama Yesu Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Tunapomtazama huyu Yesu Kristo, elewa ya kwamba hiyo ni njia mojawapo ya kumfanya awe at the center of our lives. Maana kila lolote unalolifanya, lolote linalotukia, bado wewe tu unamwangalia Kristo. Na mfano ni mzuri wakati Petero anauliza, wewe ni Yesu, niite kama ni wewe, na anaenda, kwa maana alikuwa anajua ni Yesu na anamwangalia. Lakini alipoangalia dhoruba za bahari, alipoangalia maji ya bahari, alipoangalia hali, akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Tunamfanya Mungu awe at the center of our lives kwa kumwangalia, kwa kuendelea kumwangalia, kwa kumtazama yeye, pasipo na kuwa distracted na changamoto za maisha, pasipo kuwa na distracted na mambo na ambayo hutukia katika ya maisha. Maana Kristo mwenyewe anatuambia, duniani mnayo dhiki, dhiki mtakumbana nazo, lakini wakati dhiki zinapokuja, Mungu anakuambia wewe endelea kunitazama, wewe endelea kuniangalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari nimeushinda ulimwengu. Amani yako na tumaini lako linatokana na kwamba ndiyo hii imetukia, lakini kuna ushindi pale mbele. Huyu ndiye Mungu anayezungumza. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo siri ya amani kamilifu katika mioyo yetu, katika akili zetu, ni kukaa tukimwangalia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaa ndani ya Kristo, na ambao ni kumwangalia Kristo na kutafakari na kuconcentrate na Mungu peke yake, badala ya matatizo, badala ya kufeli, badala ya pala ulifeli, badala ya wewe mwenyewe na watu wengine. Na ndio maana nikakupa mfano na Petero alipoitwa na Yesu kutembea juu ya bahari. Jambo lingine, tunataka kumfanya Mungu kuwa center of our lives. Tukimfanya Mungu kuwa center of our lives, tunapata hii amani kamilifu. Maana ni kuonyesha tunamtegemea, tunamtumainia, na hivyo kumfanya Mungu kuwa the center of our lives ama nguzo ya maisha yetu, ni sisi kumwamini Mungu na mioyo yetu yote. Biblia inatuambia kwamba mtumaini Mungu na moyo wako wote, wala usitegemee akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kwa hivyo jambo la pili ni kumfanya Mungu kuwa tegemeo lako, tumaini lako na moyo wako wote. Na hivyo amani ya kweli inakuja wakati tunaweka imani yetu kwa Mungu. Naelewa ya kwamba huu ni uamuzi tunaofanya, na hivyo uamuzi wa kumwamini Mungu sasa ni wetu, wa kumwamini Mungu kesho ni wetu, wa kumwamini Mungu nyakati zote ni uamuzi wetu, kwa sababu yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye ni Mungu mwamba wa kale, yeye ni Mungu mwamba wa kale, Mungu asiyebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Yesu ndiye gharama ya amani, na ambaye ametulinda na amani ya Mungu, na hivyo tuweze kuexperience, tuweze kushuhudia amani ya ndani, na pia zaidi tuweze kupa ulimwengu amani kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie na kusema hivi, shika hili. Nataka nimalizie na jambo la 4, kumfanya Mungu kuwa msingi wa maisha yetu. Tutamtumainia Mungu vipi? Kwa kumfanya Mungu
kuwa msingi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ambao tumeanza na kuusoma, Biblia inatuambia vizuri zaidi. Katika ule mstari tumeanza kusoma, inamlinganisha Mungu na mwamba wa kale, mwamba wa milele, mfano unaoonyesha asili yake isiyobadilika, uthabiti, uaminifu na nguvu zake zinazoweza kuinua na kukushikilia unapohisi umetikisika na machafuko na kutokuwa na uhakika wa maisha. Narudia tena, Mungu kama msingi wa maisha yetu. Na mara tumesoma Biblia inakuwa inatuambia na inazungumza, Mungu ni mwamba wa kale, mwamba wa milele, mfano unaoonyesha asili yake isiyobadilika, uthabiti, uaminifu na nguvu zake zinazoweza kukuinua na kukushikilia unapohisi umetikisika na machafuko na kutokuwa na uhakika wa maisha. Yeye ni kimbilio salama lisiloweza kung'olewa na dhoruba au majaribu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, katika ulimwengu unaobadilika bila kutegemea Mungu ndiye pekee katika ulimwengu unaobadilika bila kutegemewa, Mungu ndiye wa pekee wa kuaminiwa, asiyebadilika na aliye thabiti katika kila eneo la maisha yetu. Na ndiyo maana utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye mawazo yake yanakutegemea, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana milele, kwa maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Baba, ni asante kwa kunena nasi kupitia hili neno lako. Ni asante kwa kuzungumza nasi na kutukumbusha mara nyingine, amani tunayoitafuta inapatikana kwa Kristo, na ili tuwe na hii amani lazima tumtegemee, lazima tumtumainie, lazima macho yetu yamtazame yeye pekee, lazima tumtumaini na mioyo yetu yote, lazima awe msingi wa maisha yetu. Na napokuwa hivyo, yeye ni mwamba wa milele, yeye abadiliki, yeye atatuhifadhi, yeye atatulinda hata katika hizo hali, atatuhifadhi na atatupa amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu. Jitukuze mfalme mkuu na mtakatifu, na ujiheshimishe, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kunena nasi kupitia ile neno lako, ni asante kwa kutuhimiza. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu. Najua ni neno na ambalo limejenga imani yako. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Ili neno limekuwa la baraka, ya mafundisho yamekuhimiza, yamekupa maarifa ya kimungu. Pia nawe unaweza ukawa wa baraka katika haya madhabahu ya kambi ya wateule. Support hii huduma. Paulo anauliza, kuna ubaya gani nikiwalisha cha kiroho nami nikikula cha kimwili kutoka kwenu? Hakuna ubaya. Asante sana kwa wote ambao wamekuwa waaminifu na kati zote wamekuwa wakimtolea Mungu katika ya madhabahu ya kambi ya wateule. Nawe pia jiunge na hii familia kwa kusapoti hii huduma, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatuma sadaka zako, matoleo yako, sapoti yako kupitia hii M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648, au kwenye PayPal ni bnsnmwanza@gmail.com. Tupatane hapo Jumatatu. Jinsi nilikwambia, tukianza Jumatatu tunaanza kujifundisha katika kitabu cha Waefeso, lengo likiwa na hata wewe pia uweze kusoma neno la Mungu, na hata wewe pia uweze kusoma vitabu mbalimbali. Ndio maana naenda katika kile kitabu, naguzia mambo mawili matatu na naachia pale kukuchokora, na ili uwe na hilo tamanio la kusoma neno la Mungu. Na Mungu akubariki, na Mungu akujaze na roho ya hekima na ya kumfahamu na kumjua
zaidi katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.